Of course mchezo wa Simba kwenye kombe la shirikisho umemalizika kwa matokeo ambayo sio mazuri kwa klabu ya Simba na ni matokeo mabaya zaidi kwa klabu ya Simba. Kama malengo yalikuwa ni kufika fainali ya kombe la shirikisho au kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, tayari zile dalili zimeanza kupotea na zimeanza kupotea kwa sababu wamepoteza kwa magoli mawili kwa sifuri. Magoli mawili kwa sifuri ni magoli mengi sana. Yaani bora hata ingekuwa ni 2-1. Kama ingekuwa ni 2-1 maana yake Simba angekuja hapa kutafuta bao moja tu ili aggregate iwe ni 2-2. Aggregate ikiwa 2-2 tayari Simba wangefuzu kwa sababu ya bao la ugenini. Lakini kwa sababu wamefunga mabao mawili kwa sifuri maana yake wanatakiwa kuja hapa kushinda magoli matatu. Na kushinda magoli matatu dhidi ya Al Masry sio kitu kidogo na sio kitu ambacho kinaweza kuwezekana kirahisi. Ni kweli kwa Mkapa hatoki mtu, lakini kuna timu huwa zikija kwa Mkapa zina uwezo wa kutoka vizuri bila shida yoyote ile. Zipo timu ambazo zikija kwa Mkapa kuzifunga inakuwa ni ngumu. Angalia timu zote ambazo ni za Kiarabu au timu kutoka kwenye mataifa ya Kiarabu ambazo zimekuja hapa Tanzania kucheza dhidi ya Simba. Timu ambayo imeruhusu mabao mengi ni Al Ahly ambayo ameruhusu mabao mawili. Lakini timu zingine zote kutoka kwenye ukanda wa haya mataifa ya Kiarabu wamefungwa na Simba bao moja tu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tafsiri yake ni kwamba ni timu ambazo zimekuwa kucheza kwa tahadhari kubwa sana zinavyoenda kucheza ugenini. Na hata Al Masry ni timu ambayo sio timu bora sana kama klabu ya Simba, lakini pia haichezi vizuri kama namna ambavyo Simba inacheza. Lakini huwa ni timu ambayo inacheza kwa tahadhari sana kwenye mechi zake. Angalia mechi ya jana. Simba amemiliki sana mpira kwa asilimia kubwa kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Lakini pamoja na kwamba amemiliki mpira kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili, lakini haikuweza kutengeneza nafasi nzuri ambazo zinaweza kuwapa uwepesi wa kufunga mabao. Ingawa nafasi nyingi wametengeneza. Yametengeneza nafasi ambazo wamezikosa wao wenyewe, lakini kwenye zile ambazo walikuwa na uwezo wa kuzizuia Al Masry walizizuia vizuri sana. Maana unawapongeza kwa namna ambavyo wamezuia vizuri kwenye mchezo wa jana. At the same time wanazuia vizuri kwenye mchezo wa jana, bado angalia wao kwenye kushambulia. Wamecheza shot on target 2. Na hizo shot on target 2 ni mabao mawili ambao wameyapata. Maana walikuwa na uwezo wa kwenda kushambulia na wakienda kushambulia hawashambuli kwa kubahatisha. Wanashambulia kwa mipango na ndio maana nyakati zote ambazo wameenda kushambulia wamepata bao. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa na wastani mzuri wa kwenye kushambulia, ilikuwa inaenda kwa taratibu lakini inafanikiwa kupata bao. Lakini kwenye kujilinda ilikuwa inajitahidi pia kujilinda vizuri, pamoja na kwamba kuna maeneo mengi ambayo Simba watajilaumu wenyewe, ama kuna nafasi nyingi ambazo Simba watajilaumu wenyewe kwamba walikuwa na uwezo wa kuzitumia na kwenda kufunga mabao, lakini mwisho wa siku hawakuweza kuzitumia vizuri na kupata mabao. Sasa haya ni makosa ambayo wameyafanya Simba wenyewe, wala sio kosa ambalo unaweza ukamlaumu mtu yoyote. Ni kosa ambalo utamlaumu Simba yenyewe chini ya kocha wake Fadlu David. Kuwa na washambuliaji ambao wanaweza kufunga mabao, hayo ni makosa ambayo yanatokana na timu yenyewe tu, wala sio kwamba ni mtu anachangia kuifanya Simba ikose mabao. So moja ya changamoto ambayo pia Simba wanayo pia msimuni kwenye eneo hilo, na sio tu kwenye mchezo wa jana, lakini pia kwenye michezo mingi ambayo Simba wamecheza, wamekuwa na shida ya kuwa na washambuliaji ambao sio wafungaji wazuri. So kutokana na hiyo changamoto Simba kuwa nayo, kutokuwa na watu ambao wana uwezo mzuri wa kufunga mabao, hicho ndio kitu ambacho kimepelekea sasa Simba kushindwa kufanya vizuri kwenye mchezo wao dhidi ya Al Masry. Na kwenye mchezo wa pili manake inabidi Simba wajitahidi sana kuboresha kwenye hilo eneo. Wawe na wachezaji wake wanapaswa kuwa bora sana kwenye matumizi ya nafasi. Lakini kama watashindwa kuwa na matumizi bora ya nafasi kama ambavyo imetokea kwenye mchezo wa jana, kuna possibility kubwa au kuna nafasi kubwa ya Simba kuto kupata matokeo tena ya ushindi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, au wapate matokeo ya ushindi ambayo hayawezi kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Wanaweza kashinda bao moja kwa sifuri. Yes, ushindi wanaweza kuupata, kitategemea ni ushindi wa aina gani. Kumbuka ushindi pekee ambao utawapa Simba nafasi ya kwenda hatua ya nusu finali ni kushinda zaidi ya mabao 3-0 au washinde zaidi ya mabao 3, hata kama itakuwa labda ni 3-1, yani lakini wazidi kwenye aggregate. Ila pia wasiruhusu mabao mengi nyumbani. Maana yake yani vivyo tutakapokuwa washinde mabao 3-0, hiyo itawasaidia kwenda hatua inayofuata. Sasa mabao 3-0 ni mengi sana kwenye timu kama Al Masry. Al Masry watakapokuja Benjamin Mkapa hawaji kwa ajili ya kufunguka dhidi ya Simba, ila wanakuja kwa ajili ya kuzuia dhidi ya Simba. Maana yake watajaza wachezaji wengi nyuma ambao watakuwa wanazuia zaidi kuliko kushambulia zaidi, kitu ambacho kitawapa nafasi wao kuwa na uwezo wa kujilinda vizuri. Unakumbuka mechi ya MCR jana Yanga ile ni mechi ambayo Simba wanapaswa kuitumia kama mfano. MCR walikuja kucheza mechi hapa
wakawa wanazuia sana. By the way, walizuia sana mwanzo mwisho, na walicheza vizuri sana kwenye kipindi cha kwanza kile, na walicheza vizuri sana kwenye kipindi cha pili, lakini hawakuweza kuruhusu mabao. Kwa nini? Ni kwa sababu walijua kabisa kwamba huku wanakokuja kucheza huku ni kuja kupata matokeo. Wanajua kabisa kwamba wanahitaji kupata matokeo ya alama 3. So chochote ambacho walikuwa wanakifanya wakiwa na malengo, na walimsaidia wakafanikiwa kuwatoa Yanga vizuri kwenye mashindano. Na namna ambavyo Yanga walitolewa kwenye mashindano, ndivyo hivyo pia ambavyo Simba ataenda kutolewa kwenye mashindano, kwa maana ya kwamba hizi timu kutoka kwenye mataifa haya ya Kiarabu ni timu ambazo zimekuwa na uwezo mzuri sana wa kujilinda wanapoenda kucheza ugenini. Zimekuwa zinacheza kwa discipline ya hali ya juu sana. So I believe kwamba kwa kile ambacho tumekiona jana kwa Al Masry kitaongezewa nguvu pia kwenye mchezo ambao utachezwa Benjamin Mkapa, na hapo ndipo ambapo mechi itazidi kuwa ngumu zaidi kwa upande wa klabu ya Simba. Mimi binafsi yangu nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba Simba watakuwa na uwezo wa kumtoa Al Masry kwenye mashindano ya kimataifa. Kama ni kumtoa Al Masry, walitakiwa kuonesha utayari wa kuwatoa Al Masry kwenye mchezo wa jana. Jana walipaswa walau kutoa hata sare ya 2-2 au Simba kupata ushindi, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kupata ushindi. Lakini mwisho wa siku makosa yao ndio ambayo yamepelekea wasiweze kupata alama 3 kwenye mchezo wa jana. Kitu ambacho kinaweza pia kuathiri kwenye mchezo wa pili, kwa sababu kwenye mchezo wa pili Al Masry wanakuja Benjamin Mkapa wakiwa wanapambana kuzuia zaidi kuliko kushambulia zaidi. Sasa kama watakuja kwenye kuzuia zaidi kuliko kushambulia zaidi, ndipo ambapo Simba atakuwa na mzigo mkubwa zaidi. Na unakuwa ni mzigo mkubwa zaidi kwa sababu pia Simba wana ubutu kwenye safu yao ya ushambuliaji. Sio timu ambayo ina wachezaji wazuri kwenye eneo la kushambulia. Sio timu ambayo ina watu ambao wana matumizi mazuri kwenye eneo la kushambulia. Hiyo ni changamoto ambayo Simba wanayo. Lakini kama wangekuwa na mshambuliaji mzuri ambaye ana uwezo wa kutumia vizuri nafasi, ningewapa Simba nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya Al Masry. Lakini kwa sababu hawana wachezaji ambao ni wazuri kwenye matumizi ya nafasi, hicho ni kitu ambacho kinanipa mimi imani kwamba huenda Simba wasiende hatua ya robo finali, ya nusu finali, kwa sababu ya kukosa wachezaji ambao ni wazuri au ni bora zaidi kwenye eneo la kushambulia, kiasi kwamba wanaweza pia wakatengeneza nafasi kama ambavyo wametengeneza jana na wakashindwa pia kuzitumia.